Wana atape wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, na nafikiria kwamba ni kama tunatamatisha mkutano wetu. Sasa katika mipangilio yangu nilifikiri tutakuwa na mafundisho ya jioni, na kwa sababu tutakuwa nayo sasa hivi tutaenda marathon. Kwa hivyo for the next 1 hour lazima tutakava. Bwana asifiwe sana. Tutakava saa 6, saa 9 na saa gani? Saa 11. Kwa hivyo funga mkanda wako vizuri, kwa sababu hii ni marathon. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini nyinyi mmekuwa wanafunzi wazuri, kwa hivyo naona tutakuwa sawa. Tutakuwa sawa. Hata hivyo jana tuliweza kuangalia saa 3. Wale ambao labda tumesahau, ni kwamba tunaangalia kitabu cha Mathayo 20, fungu lake la, na sasa leo anakuja kuongezwa saa 6. Bwana asifiwe. Na saa yetu tukasema tumeiandika kwa Kiswahili. Unaweza weka yako kwa Kiingereza, sawa, kuna shida, lakini yetu ni ya Kiswahili. Tukisema ni saa 12 ni saa 12, ikiwa ni saa 3 ni saa 3, ikiwa ni saa 6 ni saa 6. Na jana tukaweza kugundua ya kwamba saa 3 ni wakati Yesu Kristo aliongeza mitume na wengine ambao walikuwa wanafanya kazi ile tunasema the early church, ambayo ilikuwa msingi wa kanisa la Kikristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba na ilipotimia mwendo wa saa 6, mwenye shamba akaondoka na akawaongeza wengine. Wewe ni shahidi ya kwamba kama jua linawaka, saa 6 limewaka zaidi. Kuna watu ambao waliingizwa katika kazi wakati jua ni moto, wakati joto ni kali. Hawa ndio ambao tunasema ya kwamba mwaka wa 538 AD, kipindi hiki saa 6 kinaanza 538 AD, zama za giza. Hata kama tunasema saa 6 ya mchana joto ni kali, lakini pia usiku wa manane giza ni nene. Na kwa hivyo wakati kanisa limekuwa likihubiri, shetani amekuwa akiangamiza watu, amekuwa akiwaua watu, wamekuwa wakifa kwa sababu ya Injili. Lakini shetani akaangalia na akagundua ya kwamba mkakati wake haumpatii kufaulu, kwa sababu kanavyowaua ndivyo wanavyopatikana wengi. Mmoja wa waandishi alisema ya kwamba the blood of the saints is a seed, ni kama mbegu. Damu ya Wakristo ni kama mbegu, kadiri unavyoimwaga ndivyo inavyomea na kuleta mazao mengi. You kill one person, wanapatikana watu 10, watu 20, watu wengi. Kwa hivyo shetani akaamua kubadilisha mkakati. Kumbuka Ufunuo 12 fungu la 12 nasema ya kwamba shetani anafanya kazi usiku na mchana, akijua ya kwamba wakati wake ni mfupi sana. Hivyo vile alivyofanya, akaona kuliko kuwapinga Wakristo, wacha niingie kanisani. Na ndio tunampata huyu kiongozi wa serikali ya Kirumi zikachomwa. Na huyu mfalme alipoondoka, basi aliyefuata ni Constantine Max, ambaye sasa alikuja na akaingia kanisani, na wengi wakaona ya kwamba wana rafiki katika Ukristo, katika Ukristo, katika kanisa, bila kujua ya kwamba shetani atapitia kwa huyu ndugu. Na huyu Konstantini wakati wake ndio Sabato nilikwambia ilibadilishwa mwaka wa 323, tarehe 3 mwezi wa 7. Sabato ikabadilishwa July 7, 323 BC AD. Sabato ya Mungu ikabadilishwa kutoka siku ya Jumamosi na ikaingizwa siku ya Jumapili. Mwaka wa 333, miaka 10 after, ikawekwa kuwa ni sheria ya kwamba kila mtu lazima ataabudu siku ya Jumapili, na ambaye hataabudu atauawa. Kwa hivyo kukawa na the first national Sunday law. Na kuna ingine inakuja after the before the close of prohibition. Kuna Sunday law inakuja. Nyoka aliyepigwa kichwa tayari ni mkia tu imebaki, mkia ndio inazidua. Tutashinda, na sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Bwana asifiwe. Huyu Konstantine alipoingia kanisani, amekuja na mbiu, wakashikana na
bishop mmoja anayeitwa Sylvester, ndio wakaweza kuleta hiyo pendekezo. Jumapili ikapita, ikawa ni National Sunday Law. Kwa hivyo sabato, mambo ya sabato ikatolewa, na tukaona pia ubatizo ulibadilishwa vile vile. Na wakati walipoendelea, basi ilipofika 5:38 ikawa the official time ya Dark Ages. Kwa sababu bado kuna wengine walikuwa wanapinga pinga, lakini ilifikia wakati ambao sasa ukisoma kitabu cha Danieli 7 fungu lile la 8, kuna yule pembe mdogo aliyewang'oa wafalme watatu. Hawa wafalme watatu ni Heruli na Vandals na Ostrogoths, waliong'olewa mwaka wa 498 98 AD. Hao ni Vandals na Heruli. Vandals wakang'olewa mwaka wa 533 533, ambao Emperor Justinian aliweza kumweka yule ambaye alikuwa ni pope wakati yule, akatundikwa taji na title ya kwamba yeye ni corrector of heretics. Watu wote ambao watakuwa wanaleta mapingamizi ataweza kuwarekebisha, na pia kawekwa kuwa ni baba wa makanisa yote. He is the father of all churches. 533 AD. Lakini 538 huyu sasa ambaye ni Ostrogoth wakaondolewa, na wakati huo basi ikawa sasa ndiyo mwanzo wa zama za giza. Kwa nini inaitwa zama za giza? Kwa sababu ya mafundisho ambayo yaliingizwa kanisani, mafundisho ya uongo. Lakini pia kuna wafanyikazi wa Mungu all along. Mungu hajaachilia watu wake washindwe na kusiwe na wafanyikazi wake. Kukawa kuna wafanyikazi watakaoingizwa saa hii saa 6, hata kama ni zama za giza. Ni wakati huu basi mafundisho hata ya wafu yaliwekwa mkazo, the state of the dead, na watu wakafundishwa ukifa either unaenda mbinguni kama wewe ni mtakatifu, au unaenda jehanamu kama wewe ni mwenye dhambi, au unaenda limbo kama wewe ni mtoto, au unaenda purgatorio o purgatory kama dhambi zako sio nyingi sana. Kwa hivyo kama ni nyingi sana, wewe ni mtu ya jehanamu. Kama wewe hauna dhambi, unaenda mbinguni. Kama uko hapo katikati, hapo mambo yako yakiangaliwa, unawekwa mahali inaitwa purgatory. Hapo purgatory sasa, hapo purgatory ilifanya kanisa likawa na utajiri mwingi sana. Utajiri mwingi sana. Kwa sababu watu walikuwa wanatoa pesa. Ukijua mjomba wako, shangazi wako, baba yako, mama yako amefariki, unaenda kanisani unasema amefariki, au unasema vile, kanisa linakuambia your uncle angeingia mbinguni, paradiso, lakini ana dhambi. Ukilipa pesa tutaomba aingie mbinguni, sisi tutachukua dhambi zake. Kwa hivyo kanisa mnajadiliana ni dhambi. Kanisa ndio inakwambia alikuwa na dhambi ya kama pesa ngapi, kama inapimwa na kilo, kama hizo dhambi zake hizi. Sasa hapa ukitoa 18,500 tunaona ataweza ingia by tomorrow. Kesho hivi ataweza ingia. Unatoa pesa, mtu wako unaambiwa ameingia. Kanisa lilipata pesa. Hiyo ni njia moja ambayo ilifanya kanisa likapata pesa sana. Paka mtu mmoja siku moja aliambia cardinal, akamwambia ya kwamba sasa hivi kanisa haliwezi likasema vile Petero alivyosema ya kwamba silver and gold have we none. Hatuwezi tukasema sasa hatuna fedha, sababu pesa tuko nazo. Na yule mwingine akamwambia neither can we say rise up and walk. Tuwezi basi, kama tunasema tuna pesa na hatuwezi tukasema ya kwamba fedha na dhahabu hatumna, basi pia hatuwezi tukasema simama utembee. We cannot. Kanisa likaleta hayo mafundisho mpaka watu wakaamini ya kwamba ukifa haufi. Mpaka wa leo watu wanaamini mtu ameitwa. Nasikia mtu amekufa, waliitwa jana saa 8:30
kuitwa. Hii kuitwa watu wakaamini kuna kuitwa. Na kunajua kabisa haujaitwa, hajaitwa. Kwa sababu hata wewe ukiambiwa uitwe leo saa 8:30 hautaitika. Sababu hata wewe unaona kuna hii nani anaitaitananga. Mafundisho watu wakafundishwa ambao sio ya ukweli, zama za giza. Sina wakati wa kuelezea zaidi. Lakini pia wakati huo kukawa kuna mmoja anaitwa Simon the Tetzel. Simon Tetzel aliweza kufundisha watu ya kwamba unaweza lipia dhambi kabla haujaifanya. Inaitwa prepay. You can prepay. Yani ni kama simu. Unajua nitatumia simu yangu mwezi huu, nimelipa sahi. Kwa hivyo wewe unalipa, unajua utafanya dhambi kesho kutwa. Kwa hivyo unaenda kanisa, unalipa, unapewa certificate. Inaitwa indulgence. Simon Tetzel mwenyewe aliweza kujulikana sana kwa kuuza hiyo. Na ilikuja kuleta shida alipoenda Germany, mahali kunaitwa Bohemia, ambako Martin Luther alikuwa profesa na alikuwa amefundisha ukweli. Hiyo ikaleta giza sana pale, sababu hawakukubaliana na hilo jambo. Lakini watu wakapata kufundishwa mafundisho ambayo sio ya ukweli, na ikawa kweli ni zama za giza, na ikaendelea end of the dark ages, na pia inaonyesha the beginning of the last days. Unaposoma unabii na unasoma mahali inasema siku za mwisho, kiunabii inaanza hapa 1798. Hapo wakati there about 17 ndio unasikia siku za mwisho. Wakati Danieli 12 anasema na siku za mwisho ndio hii sasa. Kwa hivyo kipindi hicho kimeendelea, ilipofika 1798 basi ikawa ndio hiyo sasa. The same time hii 1798 ndio kipindi cha kanisa linaloitwa la Philadelphia. Ukisoma Ufunuo 2 na 3 utapata makanisa 7. Haya makanisa 7 ndio Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmos aliambiwa awazungumzie, aandikie viongozi wa hayo makanisa. Kaambiwa na kiongozi waliyeko katika, au malaika, anamuita malaika. Na malaika aliyeko katika kanisa la Waefeso, andika. Kanisa la Simurina, andika. Kanisa la Perigamo, andika. Kanisa la Thiatira, andika. Malaika wa kanisa la Saride, andika. Sura ya 3 anasema na malaika aliyeko katika kanisa la Philadelphia, andika na umwambie vile Yesu anasema ya kwamba ana ufunguo. Ni yeye peke yake anaweza fungua, na akifungua hakuna anayeweza kufunga, na akifunga kwa ni upendo wa kindugu ambao unaitwa philia. Sasa hii philia ni upendo wa kindugu. Adelphos maana yake ni brother. Kwa hivyo philia upendo, Adelphos ni ndugu au brother. Ukiunganisha yote pamoja inakuwa Philadelphia. Philadelphia maana yake ni upendo wa kindugu. Kwa nini hili kanisa linaitwa Philadelphia? Kabla sijaendelea, ningetaka pia nikujulishe ya kwamba tunapozungumza ya kwamba ni makanisa 7, haya sio makanisa tofauti. Hii ni kanisa moja lakini ina vituo 7. It is one church with the 7 stops. Kama vile unaanza safari kwa basi, mnashuka mahali, alafu mnaendelea. The same bus. Abiria wale, basi yule, lakini inashukisha watu kidogo, nendeni mkajisaidia hapa, kula kitu hapo, mkimaliza tunarudi, tunaendelea na safari. Nasimama. Sasa kanisa la Mungu lina hizo vituo 7. Kituo ya kwanza inaitwa Efeso. Maana yake inamaanisha something desirable. Wakati huo ilikuwa ni early church. Hiki kipindi unasikia cha Efeso ni kipindi ambacho kilikuwako baada ya 31 AD mpaka 313 AD. Pale nilikuelezea very early. Kanisa ilikuwa sawa. Na analinganishwa pia na farasi mweupe wa Ufunuo 6. Kanisa safi. Kwa hivyo wanahubiri injili na inaendelea, lakini ilifika mahali ikachange kidogo. Simurina ikaingia kipindi cha Simurina. Hii kipindi cha Simurina ni kutoka hapo 313 unaendelea
No, Efeso kutoka 331 AD mpaka 100, alafu 100 hiyo kipindi cha pili cha Smyrna kinaelekea mpaka 313 AD. Maana ya Smyrna inamaanisha something that smells sweet. Lakini ukiangalia mambo yanayofanyika katika kanisa hili la Smyrna, inasemekana kwamba kiti cha shetani kiko kwao, mateso yako kwao, watauawa siku 10 ambao ni miaka 10. Inaweza kuwaje ya kwamba it is something that is smelling sweet? Yes, kwa sababu tabia zao na kusimamia kwao kwa imani, waliweza kusimama, hawakuleti Mungu down hata kama kulikuwa na mateso. Nasema is something that smells sweet. Kutoka 313 basi kipindi cha tatu kikaingia, kipindi kinaitwa cha Perigamo. Maana ya Perigamo ni muinuko, elevation. Wakati huu kipindi hiki ndio sasa tunampata Konstantino, ambaye anaingia na anakuja na mafundisho ambao ni ya uongo, na wahubiri wakaogopa kusema ukweli kwa sababu viongozi wa serikali wameingia kanisani, na viongozi wa serikali wa kanisani wakakubali ulimwengu na mafundisho ya upotovu yaingie yakapenya kanisani. Kinaitwa kipindi cha Perigamo, or the city of Pergamum. Inaenda mpaka sasa tunafika Philadelphia ambao ni kanisa kipindi cha 6. Hiyo sasa upendo wa kidugu. Upendo huu wa kidugu sasa ni watu wameanza kuinuka na neno limeanza kuhubiriwa, watu wameanza kufikia wengine, wakaendelea sasa nje kutokea ili wakaendelea na neno la Mungu. Tunapofika 1804 na 1806 kukatolewa Bible Societies. The American Bible Society in 1806 and the European Bible Society in 1801 wakaweza kuchapa Biblia, na missionaries wakajitolea, wakafundishwa jinsi ya kwenda nje, kwenda kupeleka Biblia. Na ni katika wakati huu kipindi hiki kilipoishia, unapata ya kwamba tunapata wa missionari ambao walikuja hapa kwetu, walianza pale ili waandaliwe kwenda. Inasemekana ni kipindi cha undugu, upendo wa kindugu, kufikia wengine ili waweze kupata injili hii. Wakati ulikuwa ni wa pekee sana, Reformation. Ndio sasa ikatupeleka moja kwa moja sasa basi saa 11 kuanzia 1798 inaelekea sasa mpaka 1844. Rudi nyuma kidogo slide moja, kwa sababu tuna hiyo saa 9 hapo mpaka saa 11 hapa 1798 mpaka 1844. Hapa katikati hapa ndio hao watu wamefundishwa. Wale walisoma historia, unamkumbuka mmoja alikuwa anaitwa Dr. David Livingstone. Watu kama Rothman walikuja kuleta injili. Wengi waleta, wengine walienda hapa Kenya, wakaja hapa Zanzibar, wakaja hapa Dar es Salaam, wengine wakaenda Uganda. Mshonari wa kwanza kwenda Uganda akauawa, lakini wakatuma mwingine. They came to bring what they had. It's the period of the brotherly love. Lakini wakati huo wakiendelea, kukatokea pia mmoja mwingine sehemu za Marekani, sehemu za Maine, ambaye alikuwa anajulikana kama William Miller. William Miller alikuwa ni mwanajeshi ameenda vitani, na alipotoka vitani hakuwa anapenda kanisa, lakini alikuwa interested kujua Biblia. Na huyu William Miller ni mmoja ambaye anajulikana kwa kusoma Biblia zaidi. As a matter of fact, hakutaka kwenda kanisa, lakini alitaka aelewe ni nini iko kwa Biblia. Alisoma Biblia 16 times, mara 16, laini kwa laini. Anasemekana ya kwamba alisoma Biblia kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, tena anarudi reverse, anatoka Ufunuo akielekea Mwanzo 16 times. Wewe umesoma mara ngapi? Najua labda hujasoma, lakini una mpango wa kuisoma. Zini kweli uko na mpango wa kusoma hii kitu kabla Yesu hajarudi. Bwana asifiwe. Wakati alipokuwa anaisoma akawa very convinced ukweli wa neno la Mungu, na akaconcentrate sana hasa na mafundisho ya kurudi kwa Yesu na mambo ya hekalu. Na akasikia wito wa kuhubiri
hii neno la Mungu, akasikia wito lakini akakataa. In 1818 akasikia angependa kabisa, lakini akasikia yaingi. Lakini akaambia Mungu, kama nitapata mwaliko, sitaki kujitolea, lakini kama nitapata mwaliko wa kwenda kuhubiri, nitajua umeniita. Yeye walikubaliana na Mungu, hakuambia mtu, lakini alijua hiyo ni ngumu sana, sababu yeye ni mwanajeshi, hakuna mtu ameshamuita na hataitwa. But in 1831 his uncle ambaye alikuwa ni mhubiri akaugua. Siku ya Jumapili ikawa hawezi kuhubiri, akakumbuka huyu nephew yake, akatumana ujumbe kwake, akaambiwa kesho sitaweza kuhubiri, come and preach. Akashangaa. That's how he entered into ministry. William Miller basi akasema hii basi Mungu amesema. Ile alikuwa amejua ni ile alikuwa amestudy kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. So he preached about the coming of Jesus. Hakujua this is the great awakening ambayo analeta, na akahubiri mambo ya kurudi kwa Yesu. Na pia akaona Yesu mwenyewe atarudi mwaka wa 1843 kama sio 1844. Lakini hakuweka tarehe. Ni nini hii iliyomfanya aweze kuamua mwaka wa 1844 ndio wa kurudi kwa Yesu? Mambo mawili. Jambo la kwanza, alisoma kitabu cha Danieli 8 fungu la 14. Danieli 8 fungu la 14, bingu kupitia kwa malaika anajibu mwingine, akasema na itakuwa muda wa miaka au siku 2300 ndipo patakatifu patafanywa nini? Patatakaswa. By the way, huo ndio unabii ule mrefu sana katika Biblia, siku 2300. Na usichanganyikiwe, kumbuka tumesema siku moja ni mwaka moja. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Hesabu 14 fungu la 34, Numbers 14 verse 34. Hiyo itakuelekeza ya kwamba siku kwenu ni sawa na mwaka mmoja. Kabla sijaendelea, pia nitoe takshishi kwa mawazo ya wengi ambao wanasoma Petero wa kwanza 3 fungu la 10, ambao huwa inasema ya kwamba kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000. Tofauti ni gani? Ile Numbers, ile kitabu cha Hesabu, Mungu amesema kwenu ninyi siku moja ni sawa na mwaka moja. Kwenu. Kwangu siku moja ni sawa na miaka 1000. In other words, wewe unaposema ya kwamba Yesu amekaa sana, maana amemaliza miaka 1000, kwa Mungu ni siku moja. It is that kidogo, kwa Mungu ni siku moja. By the way, tangu Yesu aende mbinguni mpaka saa hii ni kama miaka ngapi? Kama 2000, si ndio? Na ni miaka mingi. Ukiuliza Yesu atakwambia nilikuja jana, mbinguni alienda jana kwake, sababu kwake ni 2000, hizo ni siku 2. Kwa hivyo ndio anasema ya kwamba msifikiri amekaa. Kwenu ni nyinyi, kwenu amekaa, kwake hajakaa. Anasema ya kwamba unajua nilipofika hapa jana tulionana na Ibrahimu. Anasema niliumba siku last week. Anasema miaka 6000 ile tumemaliza duniani, kwake ni last week, siku 6 zilizopita. Ukija na mtoto hapa au ukiongea na mtoto wako, mtoto wa miaka 5, unasikia vile kanakupatia hadithi. Kanakwambia mama, unakumbuka yule pastor mnene alikujanga zamani. Kumbe ni last year mwezi wa 5 that event. Lakini kanajua ni kitambo sana. Hata wewe ukipeana, hata wazee wengine hapa akupatia miaka 70, atakwambia unajua ni hivi juzi tu. Hata hii muungano hii ya Tanzania na hii ni juzi tu. Kwako ni miaka mingi sana. Katoto kakisimama pale, kana kulengea hapa, kana kwambia huko mbali. Kwake ni mbali kabisa, lakini kwako ni hapa tu. Utatembea na mtoto kutoka pale mpaka pale, akifika hapa anakwambia sitembei tena, nimechoka. Anaona unamutesa. Hiyo safari yote kutoka huko nilitembea mpaka hapa, sitembei tena. Unakabeba. Kwako ni kutoka hapa mpaka hapa. That is what God is telling us. Yeye mwenyewe kwake hiyo unaita 1000 sio kitu. Kwa sababu Mungu hajafungwa na wakati. God is not limited with the time.
Yeye ndiye time. Yeye mwenyewe anasema sina mwanzo sina mwisho. Yeye alikuwa jana na leo na kesho kutwa. He is the same thing. Hakuna division kwake. Yeye ni Mungu. Hata tukienda mbinguni anasema hakuna usiku hakuna mchana. Kwake iko hivyo. He is from everlasting to everlasting. He is God. Kwa hivyo anaposema hii siku moja kwake ni miaka 1000, hiyo yenyewe ni wakati ambako wako. Lakini kwetu siku moja ni nini? Ni mwaka mmoja. Kwa hivyo wakati unaposoma Danieli 8 fungu la 14 inaposema siku 2300 usiku na mchana, hiyo ni miaka 2300. William Miller alipofanya hesabu akakuja kugundua ya kwamba Danieli 9 na 10 ikamsaidia sana, kwa sababu akaona kuna weeks, kuna majuma 70 weeks. Tuko pamoja au mumepotea? Maana hata mimi naona kama nimepotea. Muko na mimi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaona kuna majuma 70. Hiyo ilimsaidia sana kujua hii miaka 2300 inaanza wapi. Kwa hivyo in short akajua inaanza mwaka wa 457 BC. Hiyo miaka 2300 inaanza wakati mfalme Ahasuerusu, mfalme Artaxerxes alipeana ruhusa ya kwanza ya wana wa Israeli watoke kwa Wamedi na Wajemi waende wakaujenge mji wa Yerusalemu, katika kitabu cha Ezra 7. Kwa hivyo wao kupewa ruhusa hiyo ikamark the beginning of the 2300 years. Kwa hivyo amehesabu kutoka mwaka wa 457 457 BC ukiongeza 2300 years itakupeleka mpaka 1843. Itakupeleka mpaka 1843. Lakini kumbuka umevuka kutoka BC ukaingia AD. Wakati walipokuwa kabla ya Yesu, wanapohesabu kama Yesu alizaliwa between 5 and 4 BC hapo. Kwa hivyo una minus, unafika 0, maana utatoa 5 4 3 2 1 0. Alafu ndio uanza 1 2 3. Hauwezi ukaanza 1 without 0. Lakini hakunanga miaka 0. Hakuna hati 0 years. Kulikuwa na miezi 12 hapo. Kwa hivyo hapa lazima uongeze pale kwa 1843 huu mwaka wa 0, maana ni mwaka kamili, uweze kuweka pale ifike 1844. So yeye akawa convinced ya kwamba 2300 years itaanza mwaka wa 457 BC iishie mwaka wa 1844. Sasa hapo 1844 ndio hiyo wakati unaisha. Lakini mwanaume mwingine ambaye alikuwa na yeye anayeitwa Samuel Snow. Samuel Snow yeye mwenyewe akaja na tarehe, akafanya hesabu na akaona vile ambavyo wana wa Israeli walitoka kule Misri, na akahesabu kutoka mwezi wa kwanza akaendelea, akaona mahali ambako hii kitu itakuwa inafanyika. Na aliweza pia kutumia mafunzo ambayo tunasoma katika Mambo ya Walawi ile tunasoma 16, Mambo ya Walawi 16 ile tunasoma kuhusu the Day of Atonement ambao ni Yom Kippur. Hiyo ndio aliweza kuangalia na akajua inafanyika wakati gani. Ndiye alikuja na tarehe 22 mwezi wa 10. Na William Miller bought the idea na wakaanza kuhubiri ya kwamba Yesu anakuja tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Na watu wakajiandaa, wengi wakajiunga na kanisa, wengi wakawa. Kuna wengine walikataa, lakini most of the people, all the eastern coast ya Marekani huko Maine na kwingine, wakaamini. Kukawa kuna great awakening wakati wakingojea Yesu anakuja mwaka wa 1844, wakijua dunia inaisha. Nimekwambia mambo mawili alifanya aweze kuamua. Jambo la kwanza ni the study of the book of Daniel, especially chapter 8 and verse 14.
Sababu ya pili iliyomfanya yeye aamini ya kwamba mwisho utafika 1844 ni kwa sababu alistudy mambo ya sanctuary. Maana Danieli 8:14 inasema ya kwamba unto 2300 days so shall the sanctuary be cleansed. Akajua ya kwamba hekalu inatakaswa wakati sasa huu, na akaangalia vile hekalu ilikuwa inatakaswa wakati ule kutoka mahali patakatifu pa patakatifu, siku hii ya upatanisho. Basi akaweza kuweka, akaona oho, sanctuary ndio itatakaswa. So akafanya kitu tunaita elimination method. Akafanya nini? Akaangalia kila mahali kwa Biblia ni nini inayojulikana kama hekalu, sanctuary. Akaona kuna sanctuary ambao ni mjengo ile walikuwa wanaishi nayo, wanasafiri nayo, hiyo ni sanctuary. Akajua sio hiyo kwa sababu hiyo tayari iliisha, kwa hivyo haiko. Alafu akajua kuna temple ya Yerusalemu, ilijulikana hivyo. Akaona hiyo haitakuwa, akaiondoa. Akaangalia kitu kingine, akajua mbinguni pia inaitwa pahali patakatifu. Maana wakati Musa anajenga hekalu, anaambiwa ya kwamba na ujenge kulingana na ile pattern umeonyeshwa, kwa sababu pia mbinguni kuna hekalu. Akaona sio mbinguni kwa sababu mbinguni hakutatakaswa, hiyo akatoa. So akaenda akifanya elimination. Ila ilibaki ni dunia, kwa sababu hata hii dunia inaitwa sanctuary. Akajua ni hii. That's the second reason why alisema ya kwamba hii kutakaswa ni dunia inatakaswa 1844. Kwa hivyo akahubiri bila takswishi, akahubiri akiwa na imani. Wengi wakaisikia injili, wengi wakajiandaa. Ilipofika 1844, watoto wakasemekana hawataenda shuleni, watoto hawatafanya kazi sana kwa sababu Yesu anarudi. Hata wakulima hawakupanda hiyo mwaka 1844 ikianza, hawakupanda kabisa, hawakupanda. Hata walipeana ile walikuwa nayo kwa sababu ni miezi 10 tu. Sisi tunaenda, sisi tunahama. Ilipofika mwezi wa pili, hata watu wakikutana wa salamu imebadilika. Sema Maranatha, Yesu yuaja. Uko tayari ndugu? Niko tayari. Uko tayari dada? Niko tayari. Wakikutana kila mahali, safari ingali? Ingali. Mwezi wa 6 wakajua miezi 4. Hii Pasaka ndio ya pili ya mwisho. Alipokula Pasaka mwezi wa 9 wakasema basi. Sasa sisi hapa, kama unataka chochote njoo uchukue, kama ni vyombo kama hizi chukua, hatuendi nazo mbinguni. Hatuendi na hizi mbinguni, hatuvuni. Hawakuvuna, hawakufanya chochote. Ikafika mwezi wa 10, wanaulizana, ndugu usikate tamaa, dada usikate tamaa. Wakahimizana, wanasema sisi tunaenda mbinguni. Nyimbo walikuwa wanaimba za kwenda tu. Wanaimba tu, anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Wanaimba stanza ya mwisho, sio mbali na nyumbani. Ile umwendo gani nyumbani? Hawaulizani ni 3 weeks. So wanabaki wakiimba, sio mbali na nyumbani, fikara tamu jiani, la tupoza roho nalo lafuta machozi, usihuzunike tena kwa sababu mwendo si mbali, nyumbani iko karibu. Anasema ninaona kilele, naona Yesu hapa, naona. Inapofika tarehe 15 wakasema ni next week, siku 7 sisi tunaenda. Hata hakuna haja ya kwenda kanisa kufanya dini, tuko tayari. Sisi hakuna hata haja ya mahubiri. Kama ni pesa mnataka za hata penjoni mchukue. Mnajenga hiyo kitu ya food point, njoni mchukue. Sisi kwetu mbinguni tunaenda. Wale mnabaki hapa duniani, chukueni. Kafika Wednesday, wakasema 2 more days, 3 more days. Kafika tarehe 20, wanasema ni kesho kutwa. Hata wakaanza kuimbia dunia, dunia ewe dunia, kwa heri sana. Tunaiga dunia hii, wakaga dunia kabla wajaga. Unajua ile in advance wanafanya practice vile wataambia dunia kwa heri. Sisi tumehama. Kafika tarehe 21, wakasema ni kesho. Hata kuomba tunaomba kitu gani na Yesu wetu anarejea. Wanasoma mafungu yale wanajua itasaidia. Wanasoma Isaya, wanasema watainua mikono yao juu, wakisema huyu ndiye Yesu tulimungojea. Wanasoma Matendo ya Mitume 1 fungu la 10 ya kwamba vile mumeona akienda ndivyo atakavyorudi. Wanasoma Wathesalonike 4 fungu la 18, basi mfarijiane
mtu na mwenzake kwa maneno haya. Wanasoma Ufunuo 1:7. Tazama yuaja kwa mawingu na kila hawakulala hiyo usiku ya kesho. Hawakulala, hawakufua hata nguo, hata hawakuoga, wataogea mbinguni. Hii kuoga sisi mambo ya kuoga hapa. Hata sabuni ya dunia sikuzi mimi tunaenda. Ikafika tarehe 22 asubuhi, hajakuja saa 4, lakini wakasoma kitabu cha Zekaria 14:6, wakajua anakuja jioni. Anakuja jioni. Nasema ni wakati wa jioni, wingu litaonekana kama kiganja cha mkono, atatokezea. Kwa hivyo kila mtu hiyo siku alikaza macho mbinguni. Kila mtu anataka awe ndio wa kwanza kusema ndiye yule. Unajua my mom siku moja alikuja kunitembelea kitambo kidogo. Nilikuwa nakaa Nairobi. Mahali nilikuwa ninakaa saa ukiangalia pale unaona KICC, ile jengo la KICC pale. Ina wakati mama amekuja anatengeneza soya, alipenda kujitengenezea soya. Amekaa hapa nje ya nyumba, tengenezea soya. Sisi tuko na dada yangu, tengeneza soya. Masaa ya saa 11 hivi. Lakini Wahindi wana hii fireworks. Kumbe ilikuwa ni sherehe. Si mnaelewa, ilikuwa ni fireworks. So Wahindi wakaanza, ni saa 12 ikaanza kulipuka kule taoni, na inatengeneza sako kubwa. Wow. Mama hajaona hiyo kitu milele. Mama akaangalia, akaweka soya kando. Na unajua kuna ile inakujanga kubwa kuliko zote. Akaona hii kamulika mpaka mahali yamekana ni mbali. Ni sasa giza imeingia. Wakaweka hii kalipuka. Mama akapiga magoti. Akasema Yesu, huyu ndiye Yesu nilikuwa. Mama, my sister aliokotwa chini akicheka. My mother akashukuru ya kwamba ameona kurudi kwa Yesu. Amemuona Yesu. Na unajua baba ako Gushagu. Sasa anasema tutakutana winguni na mzee. Hapo ndio niligundua kumbe my mother ako tayari kwenda. Sisi my mother is so ready. Yani kuona hiyo alikumbuka hiyo ndiye huyu tuliye mngoja. My mother was very disappointed alipogundua ya kwamba kumbe haikuwa Yesu. Nilimhurumia yenyewe kwa sababu sisi tunaelewa, lakini yeye yake yote anajua Yesu wake amekuja. Kama kuna wakati Yesu alidisappoint my mother, ni wakati huo. Lakini bado ninasikia wanapendana tu, hawajaachana, bado wako sawa. Bwana asifiwe. Wakati huu tarehe 22 ikafika jioni. Wakaangalia nothing. Kafika saa 2 nothing. Saa 6 ya usiku nothing. Asubuhi ya tarehe 23 nothing. Mpaka amen. Hiyo inaitwa disappointment. Umesikia? Mungu ni mwema, analeta kitu tu wakati wake. Anyways, so nothing happened. Yesu hakurudi. Mpaka saa hii ninaongea na nyinyi hajarudi. Na sioni kama atakuja wiki hii. I don't think so. Wale watu wakawa so disappointed. Iliwavunja moyo sana. Iliwavunja moyo kiasi ya kwamba William Miller never recovered. The disappointment was so huge, he developed depression. Lakini hakuacha imani. Lakini hata hivyo wakati huo kuna watu waliungana pamoja, watu wengine wakaungana pamoja ili waangalie what is going on. Ni nini hii imefanyika? Because hatuwezi tukawa wrong. Watu wakajipaka kundi kidogo wakiongozwa na mtu anaitwa James White na mke wake Ellen White, wakaungana na mwingine anaitwa Hudson Hiram, wakaungana na Joseph Bates, wakakaa waangalie what exactly is going on. Ndio wakagundua Yesu hakuwa arudi. Alikuwa anabadilisha huduma, akaanza huduma cheka. Watu waliwalaani watu ambao walikuwa nasema tunaenda. Na unajua ni vibaya sana asubuhi ukiamka alafu unaenda
Unakutana na mwingine akwambia, ala, hamujaenda? Si tulifikiri mnakula breakfast mbinguni, mnakula yetu tena. Ilikuwa ni aibu watu kwenda kuchukua majembe yao kwa watu, wanawaambia ile jembe nilikupatia maana safari haiko, urudishe. Ng'ombe ulichukua, rudisha. It was the greatest disappointment. Inaitwa the great disappointment. They were so disappointed. Very disappointed. Lakini William Miller apologized. He said, yeah, tulifanya hesabu vibaya. Vibaya. Unajua kama kuna kitu Yesu hakutupatia ni kuweka tarehe yake kuja. Alisema hata yeye hajui. Hiyo hakutupatia. Tunajua atarudi, lakini hauwezi ukaweka tarehe. Na kuna watu wanaweka tarehe. Hiyo ni makosa. Biblia imekataa. Biblia inasema haujui siku. Ni kweli wa Thessalonike wa kwanza 5 inasema atakuja kama mwizi kwa wale wasioamini, lakini wale wameamini kwao wako tayari. Yeah, tunajua, na ndio alitupatia dalili, lakini hakutupatia tarehe. He never did. That's where they went wrong. Lakini wale watu wakajiunga, hiyo kikundi kidogo wakajiunga na kanisa la Kiadventista likazaliwa. Bwana asifiwe. Na ikawa ni tool ya kulihubiri neno la Mungu na kuendesha injili. Mwaka wa 1844. Mwaka wa 1844 as we finish. Mwaka wa 1844 ndio ambao ni kipindi cha kanisa la 7. Ile nilikwambia Philadelphia ni ya 6, kanisa la 7 la Walaodikia katika kitabu cha Ufunuo 3. Ufunuo 3 ukianza fungu la 15 uelekea hadi 20-21 pale. Anasema na kanisa la Laodikia, hiki ni kipindi cha mwisho, kipindi cha 7. Mtu wa 7 kutoka Adam anaitwa Enoch, ambaye alikuwa ni nabii wa kwanza duniani. Na Enoch akitabiri unabii aliotoa ni unabii wa kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na aliweza kuutoa na akasema naona maelfu ya maelfu wakija na Yesu. Hiyo ni kitabu cha Yuda 1 fungu la 14. Anasema kwamba wao wanakuja maelfu. Kipindi cha 7, sina shaka Yesu anarudi. Tupende tusipende, he is coming back. Kwa hivyo Mungu akaongeza wewe na mimi katika kazi. Tumeongezwa saa 11 ambao sasa ndio hii tupatie saa 11 ndio tumeingizwa kazini sisi wenyewe kutoka 1844. Na tutaendelea kulihubiri neno la Mungu mpaka Yesu aseme imekwisha. We are the last generation. We have the message. Ufunuo 14 ni ujumbe wetu. Ufunuo 14 fungu la 6 hadi 12 unapata ujumbe wa malaika watatu. Yohana anasema kisha nikaona malaika mwingine akipaa katikati ya anga akiwa na injili ya milele, akisema fungu la 7 ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Investigative judgment. Sisi tunaishi wakati wa investigative judgment. Anasema saa yake ya hukumu imefika. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Huo ndio ujumbe wa kanisa la 7. This is called the last gospel or the last everlasting the last warning message to the last generation. Hii ni onyo ya mwisho. Malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi na chemichemi za maji na vyote vilivyomo. Na hii inalingana na amri ya Mungu ya 4 inayosema ikumbuke sabato uitakase. Na anasema malaika wa pili akafuata huyo wa kwanza, na ana ujumbe akisema namna gani? Umeanguka Babeli, mji ulio mkuu, ulionywesha watu wote mvinyo wa usherati wake. Umeanguka. Bwana asifiwe. Sisi ndio tunafaa kwenda kusema Babeli imeanguka. Sasa ndio wakati wa kutangaza na kusema umeanguka Babeli.
Kifika fungu la 9 anasema malaika watatu wana ujumbe. Anasema namna gani? Mtu awaye yote atakaye msujudu huyo mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika uso wake, katika mkono wake wa kulia, yeye naye atakunywa kutoka kikombe cha Mungu, atakunywa ghadhabu ya Mungu katika kikombe cha Mungu ambayo haijachanganywa na maji. Maana yake maji ni huruma ambayo haina huruma, atakunywa na atateketezwa. Na ukifika fungu la 12 tunapewa faraja. Anasema namna gani? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Amri ya Mungu katika Agano la Kale na imani ya Yesu mlimani wa Kalvari pale katika Agano Jipya. Biblia yote hapa ndipo penye subira ya hawa watakatifu. Lakini kama utakufa kabla ya Yesu Kristo kurudi, basi fungu la 13 ya hiyo sura bado ni yako. Anasema namna gani? Heri wafu wafao kutoka sasa wakiwa katika Bwana, kwa sababu kile wanafanya ni kupumzika. Wanapumzika, kazi yao nzito na matendo yao yataandamana nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna loss. Hakuna loss. 1844 Mungu ameongeza wafanyikazi. Shida ni kwamba 1844, kanisa la 1844 linasemekana sio moto na sio baridi. Lakini uzuri ni kwamba hata kama si moto na sio baridi, hata kama wao ni vuguvugu, unajua wako wapi? Do you know where they are? Wako mdomoni mwa Yesu. That is the good news. Hata kama tuko vuguvugu bado anasema uwe moto au baridi. Na usipokuwa moto na usipokuwa baridi, nitafanya nini? Nitakutapika. Kutoka wapi? Kwa hivyo uko wapi? Bwana asifiwe. Hata ukiona mimi sijakuwa moto, bado niko mdomoni ya hata wewe bado. Yesu anasema amekupatia ufanye kitu. Sasa ndio wakati wa kuwa moto. Sasa huu ndio wakati wa atape. Tuwe moto na tusiwe baridi. Tukitoka hapa twende tukachome. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi ndio moto. Yesu anasema uweze kuwa moto. Na anasema kama hauna pesa ya kununua dawa, atakupatia bure. Maana katika hii kanisa bado sio tu vuguvugu, lakini anasema vipofu ni wengi tu kwa hii kanisa. Lakini anasema niko na dawa ya macho. Na wengi wako uchi. Anasema nitakupatia mavazi. Yaani katika hii kanisa imepewa, everything has been provided katika hiki kipindi cha. Na tena Yesu anasema sio hayo peke yake. Unapofika fungu la 20 anasema niko mlangoni, ninafanya nini? Ukisoma wa Efeso, kanisa la Efeso anasema naja upesi. Lakini Laodikia haji. Anasema nimefika tayari, niko mlangoni, fungua. Anasema I'm here. There is no more time left. Sema niko mlangoni nabisha. Ukinifungulia tutakula na wewe. Anasema sisi ndio tumeingizwa kazi saa 11, lakini wakati wetu ni mfupi sana. Na shetani anajua wakati wake ni mfupi sana. Hatutafanya kazi kama wengine ambao walifanya kutoka asubuhi au masaa 3. No, sisi tunafanya very short time. Sababu within 1 hour, kabla hatujasema chochote, atasema imeisha, imetosha, yatosha. Kwa hivyo you don't have much time. Hauna wakati mrefu. Kwa hivyo whatever you are doing, malizana nayo. Na uanze kuchemuka. Na uanze kutangaza injili ya Yesu. Kwa sababu sasa Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa kama tunamaliza ndio wakati. Kesho asubuhi tunaingia saa 12. Watu watapewa mshahara kwa njia gani? Mshahara sote tunapokea kesho. Bwana asifiwe. Mshahara ni kesho masaa ya mchana. Na Bwana awabariki. Asante sana Yesu kwa neno lako. Tuandae kwa sababu hakika tumeitwa saa 11. Kabla saa 12 haijafika, tuwezeshe kufanya kazi, tuwezeshe kuamuka, tuwezeshe kuwafikia waliopotea. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.